Kwa hiyo haya yote kwenye vitabu vya Torati ya Musa vilikuwa vikionyesha kwa picha kile ambacho Yesu atakuja kukifanya msalabani kilicho halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukisoma hata kwenye habari ya kuhani mkuu alipokuwa akishughulikia dhambi ya taifa zima, alikuwa anaingia patakatifu mara moja kwa mwaka, na aliingia na dhabihu ya damu, hakuingia mikono mitupu, na aliingia kwa kujitakasa. Akishamaliza kujitakasa anaingia, na bado wanamfunga na kamba kwenye mguu wake. Wakivuta akatikisa, wanajua bado mtu yuko hai. Wakivuta wakitikisa, hatikisiki, wanajua kimemlamba ndani. Kwa hiyo wanavuta kamba, wanamtoa. Na aliingia mara moja patakatifu pa dunia. Lakini hayo yote yalikuwa ni kivuli cha mambo yaliyo halisi ambayo Yesu Kristo atakuja kuyafanya. Anatangaza, anasema, damu yangu imwagikayo ni damu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi la walio wengi. Yohana anamtambulisha, anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, huyo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana anamuona Yesu kama mwana kondoo mwenye kuichukua dhambi ya ulimwengu, na Mungu anaihamisha dhambi ya ulimwengu wote kwa Yohana Mbatizaji, kwa sababu kwa utaratibu ilikuwa kila aliyekosa aende juu ya mwanakondoo, kama vile ya kwenye agano la kale, aweke mikono yake kama ishara ya dhambi yake kuhamia kwa mnyama. Yesu anakuja kama mwanakondoo. Kwa hiyo Mungu alichokifanya, akamchagua Yohana, anakuja anaiweka mikono juu ya Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alipomwendea anamwambia Yohana, nibatize. Yohana anasema siwezi, kwa sababu kwanza amemtambulisha, anasema yeye ajaye nyuma yangu, mimi Yohana Mbatizaji siwezi hata kuzifungua gidamu za kamba za viatu vyake. Lakini Yesu anakuja anamwambia Yohana, ninataka wewe unibatize. Yohana anasema Master, hapana, ili haliwezekani. Yesu anamwambia tunatakiwa tuitimize haki yote.